Mwongezee moyo wa huruma Ghalib Said Muhammad, mwongezee moyo wa huruma Ghalib Said Muhammad, mwongezee riziki Muhammad Salah Said Muhammad, mwongezee riziki Rabbil Alamin. Wajalie wazazi wangu wawili Rabbil Alamin, mjalie afya mzazi wangu, wajalie afya wazazi wangu Rabbil Alamin. Mjalie maisha marefu mtoto wangu, mjalie maisha marefu mtoto wangu, mjalie mtoto wangu maisha marefu, mjalie mke wangu riziki, mjalie mke wangu moyo wa huruma, mjalie mke wangu maisha marefu Rabbil Alamin. Mjalie wadogo zangu maisha marefu, mjalie Mrisho, mjalie Asha, mjalie Nusurani, mjalie heri maisha marefu ndugu zangu wapi ya Rabbi. Ya Rabbi, mwongezee moyo wa huruma Ghalib Said Muhammad, mwongezee moyo wa huruma Ghalib Said Muhammad, mwongezee riziki Muhammad Salah Said Muhammad, mwongezee riziki Rabbil Alamin. Wajalie wazazi wangu wawili Rabbil Alamin, mjalie afya mzazi wangu, wajalie afya wazazi wangu Rabbil Alamin. Mjalie maisha marefu mtoto wangu, mjalie maisha marefu mtoto wangu, mjalie mtoto wangu maisha marefu, mjalie mke wangu riziki, mjalie mke wangu moyo wa huruma, mjalie mke wangu maisha marefu Rabbil Alamin. Mjalie wadogo zangu maisha marefu, mjalie Mrisho, mjalie Asha, mjalie Nusurani, mjalie heri maisha marefu ndugu zangu wapi ya Rabbi. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la nuhsi thanaa alayk anta kama athnayta ala nafsik falaka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da ar-ridha. أيها الناس، فالواجب على الإنسان العاقل أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل، حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون. علامة ابن عثيمين asema iliyo wajib kwa Muislamu mwenye akili timamu ni kuumaliza wakati wake kuyafanya yale ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, na hakuna matendo yanayoridhiwa na Allah tabaraka wa taala bila kutumia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falwajibu ala al-insani al-aqil an yastaghilla waqtahu, yani iliyo wajibu kwa Muislamu mwenye akili timamu aumalize wakati wake kuyafanya yale ambayo anayaridhia Allah, hatta idha atahu al-yaqin ay al-maut atahu wa huwa ala ahsani ma yakun, mpaka umauti ukimfika umfike yupo katika hali nzuri, yupo katika kheri, yupo katika sunna, yupo katika islamu sahaba, uislamu aliotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutumia fursa katika masiku miezi hii mitukufu, kutumia fursa kama tulivyosema kwa wale ndugu zetu ambao Allah amewajalia watakwenda kutekeleza ibada ya hija, basi wajitahidi kufanya ibada hiyo kama vile alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kuna watu ambao hawana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala baada ya kumwamrisha Nabii Ibrahim na Ismail kujenga al-Kaaba Sharif, kisha akamwambia waadhinie watu waje kutoka katika sehemu mbalimbali, wengine wanatembea kwa miguu, wengine katika wanyama wao, tena yaatina min kulli fajjin amiq, watafika katika kutoka sehemu mbalimbali wanakwenda kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini bila asaf kuna watu ambao wasioielewa dini ya Allah tabaraka wa taala, wasioelewa nafasi ya al-Kaaba Baitullahi al-Haram, ndio unawakuta watu wanaleta paka sanaa katika al-Kaaba Sharif. Wapo wasanii ambao wanakwenda kule mamlaka, hususan katika ibada ya umra, kisha unakuta mtu ameing'ang'ania ile Kaaba na kusema maneno ambayo yasiyoeleweka. Subhanallah, Nabii alayhi salatu wassalam anatufu katika al-Kaaba, anaihutubia ma a'dhamak wa ma a'dhama hurmatak ma atyabak wa ma atyaba rihak, utukufu ulioje wewe Kaaba uliokuwa nayo. Ni nani aliyesema sunna
ni kuiegemea au kuikumbatia Al-Kaaba. Watu wengi ndugu zangu hawajui dini ya Allah tabaraka wa taala. Kaaba yote ile, sehemu ambazo ni sunna kugusa ni mbili tu, Hajarul Aswad na Ruknul Yamani. Basi ndiyo alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena ukipata fursa, na kama hujapata fursa, wewe unaashiria tu tena kwa mkono wa kulia katika Hajarul Aswad, na ukikosa fursa katika Ruknul Yamani, hata kuashiria hauashirii. Bali hayo ndiyo mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo mtume katika hijjatul wadaa akasema, litaakhudhu anni manasikakum, mkitaka ibada ya hija au ya umra, basi chukueni kutoka kwangu. Watu wajiepushe na khurafati, na watu waambiwe kwamba usanii wauache huku. Akienda kule anatakikana awe na adabu. watahir baiti litaifin walqaimin waruk'i sujud. Allah anasema kumwambia Nabii Ibrahim na aisafishe nyumba ya Al-Kaaba kwa wale ambao wenye kuitufu, na wale ambao waliopo pale katika kufanya ibada, na wale ambao wenye kurukuu na kusujudu. Yaqulu Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allah tabaraka wa taala alivyomwambia Nabii Ibrahim anyanyue ile misingi ya Al-Kaaba pamoja na mwanaye Ismail, kisha anasema Nabii Ibrahim anamuomba Allah, rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Kaaba ni kitu sharif, ndiyo qibla ya Waislamu. Haifai mtu kupeleka sanaa kule, haifai mtu kupeleka usanii, na wale ambao wanawasimamia watu kama hawa lazima wawaambie dini ya Allah haifai kuchezewa. Mtume anasema, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha maash, akimwomba Allah amtengenezee dini yake. Mtume anaanza katika dini ni jambo kubwa. Dini halitaki sanaa, dini inataka mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.